Bwana amezidi kuwa pamoja nasi, na Bwana yu mwema kwa kila wakati. Bwana ni zaidi wa baraka. Praise the Lord. Mungu amekuwa pamoja nasi tangia jana. Tumekuwa tukiangalia makanisa 7 na barua zilizoandikiwa hizo makanisa 7. Praise the Lord. Yesu akasema yeye ndiye anatembea katikati ya stars. Praise the Lord. The 7 stars inayowakilisha makanisa 7. Praise the Lord. Ama alisema amen. The 7 churches inawakilishwa na 7 stars, inawakilisha the messengers of the 7 churches. Praise the Lord. And the 7 golden lampstands inawakilisha the 7 churches. Praise the Lord. Tukaangalia kanisa la Waefeso, na tukaangalia pahali Mungu sana aliwaambia repent or I come and take away your lampstand from its place. Praise the Lord. Na hiyo tukaangalia Bwana alikuwa anazungumza judgment kuhusu the church of Ephesus because they lost the love. They lost the love of God. The love that they had received. Wakapoteza ile upendo wa kwanza. Walipookoka walikuwa nampenda Mungu sana kuliko vitu vyote. Lakini kwa sababu ya shughuli mingi za dunia hii, shughuli zinazoonekana ni kazi ya Mungu na inaonekana ni kazi nzuri, na nikasema Yesu hakukataa kazi zao, lakini kazi zao zilikuwa zote inawapeleka mbali na upendo wa Mungu. Na Bwana akawaambia repent, na nikakwambia kwamba hii inawakilisha hata kanisa la sasa. Unapotazama hizi written letters na uangalie kanisa, ile barua iliandikiwa kila kanisa, ina represent part of our churches of now. Ina represent the denominations of now. Praise the Lord. Na unakuta kwamba shughuli mingi imetukamata kama kanisa mpaka tumepoteza upendo. We are doing a lot of business in the church. A lot of things that we are doing in the name of Jesus. Na zote inazidi kutupeleka mbali na Mungu. Praise the Lord. Hata mahubiri tunaohubiri kwa madhabahu imetupeleka mbali na upendo wa Mungu. Tumependa pesa, tumependa anasa, tumejipenda kuliko Mungu. Praise the Lord. Lakini Bwana akasema mrejee, mtubu, ama nitawahukumu. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo leo tunaangalia kanisa la pili, barua ya kanisa la pili. Na hiyo kanisa ikasema verse number 8. Revelation chapter number 2 verse 8 inasema hivi. And to the angel, messenger of the assembly church in Smyrna, write, these are the words of the first and the last, who died and came to life again. Praise the Lord. Yesu akasema andika hii barua kwa kanisa la Smyrna. Naitwa Smyrna, sio Sirma, but Smyrna. Amen. Smyrna. Amen. Right. Kuna ndugu alikuwa anasema Sirma siku nyingine hapo. Lakini sio hiyo. Amen. Akasema andika hii barua. Na hii barua imetoka kwa nani? Tunaona every time Yesu anapoandika barua anasema andikia kanisa fulani. Ukiangalia kanisa la Waefeso alisema andika maneno haya, these words are from him, he who holds the 7 stars, which are the messengers of the 7 churches, in his right hand, who goes about among the 7 golden lampstands, which are the 7 stars. Kuonyesha kwamba Yesu akasema maneno haya inatokana na mkubwa kanisa. And Jesus is the Lord of the church. Akasema mimi ndio nashikilia malaika ya kila kanisa. Kanisa zote 7. Andika hii imetoka kwa anayeshikilia the 7 stars of the church. Praise the Lord.
The 7 what? Stars of the church. Praise the Lord. Na akasema ya pili, akasema ya kwamba yeye, andika hii barua imetoka kwa yeye anayetembea katikati ya makanisa zake. Kwa hivyo Yesu ni Bwana. Praise the Lord. He is the Lord. Amen. Na anatembea ndani ya makanisa kuangalia kanisa inaowakisha taa. Amen. Praise the Lord. Hii kanisa la pili akasema ya kwamba andika hii barua imetoka kwa yeye. Amen. These words of the first and the last. Anasema yeye aliye wa kwanza na ya mwisho. Amejitambulisha hivyo. Akasema hii barua ninaandikia kanisa la Smyrna. Praise the Lord. Ni yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Jesus is the first and the last. He is Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Kwa hivyo kanisa lazima ijue ya kwamba Yesu ni mambo yote. Yeye ndio mwanzo wa kanisa na ndio mwisho wa kanisa. Yeye ndio mwanzo wa kila kitu ndani ya kanisa na yeye ndio mwisho wa kila jambo kanisani. He is the leader in the church. Praise the Lord. Hakuna chochote tunafanya nje ya Bwana Yesu. Na ndio akasema he is the first and the last. Andika hii barua imetoka kwa yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Praise the Lord. Na akasema hivi, inatoka kwa yeye tena who died and came to life. Aliyekufa na amefufuka. Anaishi. He is resurrected. Praise the Lord. He is not in the grave. Amen. Other prophets, they came and died and they were buried and they are still in the grave. The Bible says when David had served his generation, akafa na akazikwa na mababa zake. Kwa hivyo Daudi hakufufuka na hakuna nabii aliyefufuka. Amen. Wote wako kwenye makaburi na wale walifaulu kwenda heaven wako kwenye paradiso wakituongoja tujiunge na hawa. Praise the Lord. Amen. Unakumbuka paradiso, Yesu akamwambia mwizi, leo utakuwa pamoja nami paradiso. And that is the third heaven. Amen. Paradise is the third heaven. Kamwambia utakuwa pamoja nami kwenye paradiso leo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So hao manabii wengine walizikwa, lakini Yesu alikufa na akawa hai. He is living forever. So as the church we need to remember ya kwamba Jesus is the first and the last. He died and he came back to life. He is alive. Our Lord is alive. He is not dead. He is not in the grave. He is alive. He was resurrected. He overcame death. And death has got no power over us because the grave could not hold Jesus. Jesus did not decay. Wengine waliosa, lakini Yesu hakuwahi kuoza hata kidogo. Amen. Alitoka akiwa mzima mzima. Praise the Lord. Watu wanasema mzima mzima. Hallelujah. Verse number 9. Akasema, I know your affliction and distress and pressing trouble and your poverty. Hebu sikia hiyo kitu. Akasema ile kanisa la kwanza ya Efeso, akasema I know. Na ndio nikakwambia jana ya kwamba hakuna chochote kanisa inafanya Mungu hajui. Jesus knows everything that goes on in the church. Amen. Kama kanisa inatenda maovu, if the church is doing sin, if the leaders are doing sin, Jesus knows everything. There is nothing that will pass in the church that Jesus does not know. Praise the Lord. Because Jesus is always with his church. He said, I will be with you until the end of time. So Jesus is always around. Whether a church is sinning or not, Jesus is within the church. Amen. He is the master. He is holding the 7 stars.
the angels of every church. Praise the Lord. Jesus is holding the lamps of every church. So Jesus is with us tonight. Jesus is ever present. He is not far from the church. He is within the church. So whatever we are doing, he knows them all. Akasema najua. Hakuna kitu hajui. Praise the Lord. Amen. Hata ufiche dhambi kiwango gani, hata ufiche matendo yako, pengine watu hawatajua, lakini the owner of the church knows everything. Anajua kila kitu. Huwezi kumficha chochote. Wale wanaficha dhambi washirika kama wachungaji, wale tunafichana dhambi, usisahau ya kwamba kuna anayeona. Bwana asifiwe sana. Anaona kanisa yake 24 hours every day. Kuwe na giza kusiwe na giza, Mungu anaona. Akasema I know. Kwa hivyo Mungu hahitaji mtu aende amfundishe fulani ni mtenda dhambi, fulani ni mbaya. Hiyo mastaki yeye hataki, maana yeye anajua kila kitu. Aongoji mtu kwenda mbele yake na kusema fulani ni mwizi. Hapana. He knows everything. Anajua. Akasema I know. Praise the Lord. I know what? Akasema I know your affliction. Hii kanisa ilikuwa inapitia mateso sana kwa sababu ya kusimama na Kristo. Distress and pressing trouble. Naona sasa walikuwa napitilia kufinyiliwa kwa sababu ya kumpenda Yesu. Bwana asifiwe sana. Wakawa pressed by trouble. Watu wanawatesa kanisa ile. And your poverty, zaidi tena na umasikini ilikuwa inafinya hii kanisa. Amen. Na hii kanisa, wapendwa, nataka ushike vizuri. Hii kanisa hakuna pahali Yesu alirebuke hii kanisa. Kanisa la Waefeso walikuwa rebuked kwa kukosa upendo. Wakaambiwa msiporekebisha nitakuja kwa hukumu. Lakini kanisa la Simna hawakukemewa hata kidogo. Ni kanisa mbili peke yake hawakukemewa na Yesu. Na tutaendelea kuangalia. Hii ni moja haikukemewa. Praise the Lord. Kazi zao zilikuwa inampendeza Mungu. Kile walikuwa nafanya. Lakini walikuwa napitia trouble. Amen. Walikuwa napitia trouble. Ni kanisa iliyokuwa inajua Mungu. Inashikilia Yesu vizuri. Bwana asifiwe sana. Inashikilia. Maana Yesu akasema I know your affliction, I am distress and pressing trouble and your poverty, but you are rich. Amen. Ile kanisa pamoja na ma-affliction, pamoja na shida, walikuwa nateswa kwa sababu walisimama. Tukiangalia hapo mbele, maandiko inasema kwamba walikuwa wanateswa na Wayahudi walio kanisa ya Shetani, the synagogue of the devil. Kwa hivyo kanisa hii iliishi katika mji, ilikuwa na sunagogi ya Shetani. Lakini walisimama, wakateseka, wakateswa, wakapitia umasikini because of the name of Jesus. Na ndio Yesu hakuwakemea, aliwastrengthen, akawatia nguvu. Akasema ninajua mambo yale mnapitia. Mnaonekana masikini, lakini nyinyi ni matajiri. Maana nyinyi ni matajiri ya kiroho. Pengine hamuna pesa because of affliction, kwa mambo ile mnapitia. Pengine hamuna pesa kama dunia, lakini mumesimama kwa jina langu. Na inaonekana mna umasikini, lakini kwangu mimi ninawaona mkiwa tajiri. Praise the Lord. Unajua watu wanaweza ona kanisa fulani ni masikini sana, na kumbe wana Mungu ndani yao. Ni matajiri wa kiroho. Praise the Lord. Saa zingine usipime kanisa, wapendwa, na utajiri walio nao. Unaweza kuona hiyo kanisa wana mali, wana pesa, wana magari imejaa nje, vitu na utajiri, mashule wako nazo na vitu nyingi, ukafikiri Mungu yuko ndani. Saa zingine Mungu hayuko hapo. Hiyo ni shughuli za Waefeso. Kanisa wa Efeso walikuwa na mashughuli mingi, inaonekana kama Mungu yuko ndani. Lakini mwisho Mungu akasema mliniacha zamani.
rudi mtafute pale mlipotelea. Lakini kanisa la Smyrna wanapitia mateso mpaka ukienda pale unawahurumia kwa umasikini, kwa sababu wamenyang'anywa vitu, wameteswa, pressing trouble, wanaonewa. Katikati yao kulikuwa na sunagogue of the devil. Hebu angalia hapo, ikasema but you are rich and how you are abused. Hebu angalia hapo, abused and reviled and slandered by those who say they are the Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Praise the Lord. Hebu angalia, they are abused, reviled. Reviled ni kutaniwa, si ndio? Slandering ni ile kutania, kudharau watu. Hati Mungu nini, hii watu nini, bure hawa. Praise the Lord. Wakapitia maneno kama hayo katika mikono ya sunagogi ya Shetani, which means ya kwamba, wapendwa, unaweza ishi pahali kuna headquarter ya Shetani na Mungu akufurahie kwa sababu ya matendo yako. Umekubali kuteseka kwa sababu ya Yesu. Umekubali kusimamia the truth hata kama kanisa la Shetani inakutesa, inakuangaisha. Praise the Lord. Walisimama katika mateso hayo, walipitia mangumu. Pengine wengine tukipitia saa hii tutaanza kuaibika, maana siku hizi kama wewe ni mhubiri ama kanisa msio na vitu, watu wanaaibika kujiunga na hiyo kanisa kwa sababu wanaonekana ni kama Mungu hayuko. Haleluya. Kwa hivyo mnaweza aibika, wakawa wanadharauliwa kwa sababu wanasimama na neno na hawatingiziki. Wakasema afadhali tuteseke, hata afadhali tukae na umasikini, lakini tubaki na Yesu ndani yetu. That was the church of Smyrna. Amen. Kanisa iliyosimama katikati ya pahali kuna hekalu ya Shetani, where there is a synagogue of the devil, but the church stood. So even in the midst where the devil has his headquarter. Amen. Nafikiri ni kanisa la Saudisia ama ni kanisa gani waliokuwa katikati ya headquarter Shetani. Tutaiangalia baadaye. Amen. Naye hawa walikuwa na kanisa, sunagogi ya Shetani ilikuwa katika mji wao, na walikuwa wanateswa na hiyo sunagogi sana. Amen. Verse number 10. For nothing that you are about to suffer. Amen. Fear nothing that you are about to suffer. Hata Yesu akaambia, kwa sababu mnasimama, kuna ingine mingi inakuja. Sio hiyo peke yake, kuna mingi imepangwa na Shetani. Amen. Thank God. Bwana asifiwe sana. Ni mzuri tuambie kanisa ya kwamba pamoja na kuteseka, kuna mingi bado utateseka. If you are truly going to stand for Jesus, kama utasimama kwa ukweli na usungumuze ukweli, jiandae kuteseka zaidi kwa sababu ya jina la Yesu. Yesu akaambia hii kanisa haijaisha, kuna ingine inakuja. Praise the Lord. Fear nothing that you are about to suffer. Dismiss your pride and your fears. Katalia mbali, amen, ile uoga yako. Bwana asifiwe. Behold, Yesu akawaambia, behold, the devil is indeed about to throw some of you into prison, that you may be tested and proved and critically appraised. And for 10 days you will have affliction. Hebu angalia hiyo. Yesu akaambia kuna mpango ingine ya Shetani. Na ndio Paulo akasema msiwe wajinga katika hila ya Ibilisi. Ibilisi akosagi hila. The devil is a master planner of evil against the church. You must know that. The devil is a master planner against the church. Na ndio Yesu akaambia kanisa, mumesimama, lakini wacha niwaambie, kuna ingine inapanga. Sisi kama kanisa tujue the devil is planning evil against us on a daily basis. Kila siku anapanga maovu.
And we are not unwise. We are wise. We want to know and be very careful against the plans of the enemy. Paul akasema the strategies of the enemy, the wiles of the enemy. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na ndio akasema faeni silaha zote za Mungu ili mkaweze kushinda vita na muweze kusimama. Amen. So the devil is always planning. Yesu akasema kuna ingine mnapangiwa, mtatupwa gerezani kwa siku 10. Kwa siku 10 mtapitia mateso. Amen. Kwa siku 10. Siku 10 kwa Mungu inamaanisha nini? We are not told exactly kama ni 10 days ama Biblia inasema siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hivyo 10 days kwa Mungu inaweza kumaanisha a lot. Inaweza kumaanisha miaka 1000, inaweza kumaanisha miaka 10,000. We don't know. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu akasema hii 10 days kwangu mimi niliona kama ina represent mateso kwa kanisa siku zote. Kanisa itapitia siku zote kuteseka. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuna ile inaitwa tribulation itakuja baada ya kanisa kunyakuliwa. Hii haitatupata. Lakini afflictions ya kila siku, hiyo ni ya 10 days every day. Tunapitia mateso hata saa hii. Wewe unapitia mateso fulani kwa sababu ya kusimama na Yesu. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba itakuwa on a daily basis. Shetani anapanga hata kututupa gerezani tufungwe. Amen. Ama kama sio gereza ya kawaida hapa duniani, anapanga tuingie kwenye gereza zake. Pengine ukose kusamehe watu, pengine ufanye dhambi fulani, unakaa kwenye gereza. Kwa hivyo that is jail. Kwa hivyo the devil is always planning kukuweka kwenye bondage fulani iliyo gereza. Bwana asifiwe sana. Itakaye kuwa gereza katika maisha yako. Na ndio Yesu akasema anapanga. Praise the Lord. So as a church, we need to be very wise to know that the devil is planning prisons and evil against us. Na Yesu akasema mtawekwa gerezani kuwa na affliction, mateso. Haijasema ni tribulations, amesema ni mateso. Na unajua mateso, maandiko yanasema kwamba hatujaitwa tu kumwamini Yesu, bali tumeitwa kuteseka pamoja na yeye. Amen. Kwa hivyo mateso itakuwa daily. Afflictions ni kitu ya daily. Afflictions sio tribulations. Affliction ni kitu unapitia daily. Unakuwa afflicted hata kukosa pesa kulipa nyumba, kukosa chakula. Those are afflictions. Na zote is created by the devil. Amen. Magonjwa inakuwa ni mateso. Inakuwa afflict, unakuwa kwenye gereza fulani. Hallelujah. So Jesus says you need to be very careful because of this. Akasema be loyal, be loyally faithful unto death. Hata unapopitia mateso hayo, kuwa mwaminifu hata kama itamaanisha kifo. Amen. Even if you must die for it, and I will give you the crown of life. Hebu sikia hiyo. Akasema kuwa mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Kuwa mwaminifu mpaka mwisho, hata kama itamaanisha kukufa kwa hiyo mateso. Kaa hapo, maana niko na wewe. I'm with you. Yesu alipenda hii kanisa. Ukinaposikia vizuri, Yesu alipenda hii kanisa vile inasimama. Akawaambia hata kama mtakufa, hamutakosa baraka zangu. Amen. I will give you the crown of life. And the crown of life ni ya wale wanakubali kuteseka kwa jina ya Yesu, hata wanauawa. Kama Stephen, lazima atapewa the crown of life. Maana akawa the first martyr in the church kuuawa kwa sababu ya neno la Mungu. Si Stephen? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Hebu tusomee
First kitabu cha James chapter 1 verse 12. Amen. James chapter 1 verse 12. James 1:12 says, Blessed is the man that endureth temptation. Endureth temptation. Kwa lugha nyingine ni mateso, affliction. For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that love him. Amen. Shall be given what? A crown of life. A crown of life. Kwa hivyo, crown of life ni zawadi ya wale watashinda mateso kwa sababu ya Yesu. Hata mpaka kukufa watapewa kitu inaitwa the crown of life. Nafikiri nimewafundisha siku moja nikawaambia kuna crowns 5 zitapewa washindi in the Bible. Na moja ni crown of life. Kwa wale wanateseka, wanakubali kuteseka, hata wanapofinyika, they will never give up. They are ready even to die. Praise the Lord. And unaona maandiko inasema katika Revelation chapter 12 verse 11, inasema walimshinda Shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda ya kinywa yao, na hawakupenda maisha yao hata kifo. Hawa ndio watapewa the crown of life. May you be part of those who will be given the crown of life. In Jesus' mighty name. Bwana asifiwe sana. Ukapate taji ya uzima. Na Mungu akubarikie hapo. Hallelujah. Afadhali kuteseka kuliko kufuata dunia na upoteze yote. Bwana asifiwe. Verse 11. He who is able to hear, let him listen to and heed what the Spirit says to the assemblies churches. He who overcomes is victorious, shall in no way be injured by the second death. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ya kwamba atakaye shinda ile ingine, kanisa la Waefeso waliambiwa watapewa nini? Kama watashinda na kurudi kwa upendo wa kwanza, watapewa the right ya kukula the tree of life. Praise the Lord. Lakini hii wakaambiwa watakao shinda, Bwana asifiwe sana, hawataona kifo ya pili. Amen. Bwana asifiwe sana. Which means watafufuliwa na waende mbinguni straight. Amen. Hawataona kifo ya pili. They will not see. They are the chosen. Kwa sababu wamelipa gharama tayari ya kwenda mbinguni. Wamekubali, wameteseka, wamekufa kwa ajili ya upendo wao. Wameamua kuteseka kwa sababu ya Yesu. Kwa hivyo unapoangalia hii kanisa, hakuna pahali ilikemewa. Hakuna pahali waliambiwa rekebisheni pale fulani. Walitiwa moyo. Amen. Kwa hivyo kuna kanisa inaosimama vizuri na Mungu. Na Mungu akishuka hiyo kanisa anawatia moyo kuendelea hivyo hivyo. Kanisa sasa na waliambiwa endeleeni hivyo hivyo. Hiyo ndio njia ya wokovu. Hiyo ndio njia ya Mkristo, ya mateso na kuteseka hata kukufa iko. Na hiyo ndio naambiaga watu, ni mzuri watu waambiwe the truth. Kama kanisa la Simna waliambiwa the truth ya kwamba ndugu, hapa sinywe, hapa kuna mateso, kuna kulipa gharama, kuna kubeba msalaba yako. Praise the Lord. Lakini mwisho utapewa taji ya uzima inaopewa wanaompenda Yesu mpaka kifo. The crown of life are for the lovers of God, who love God until they lay down their lives. Mpaka wanatoa uhai wao kwa sababu ya Mungu. Hawapendi Mungu kwa sababu ya vitu. Hii kanisa hawakupenda Mungu kwa sababu walikuwa matajiri. Amen. Unaweza kusema kanisa la Waefeso inaweza kuwa walikuwa napenda Mungu na vituko nyingi, maana walikuwa na pesa, walikuwa nafanya maproject na vitu nyingi. Kwa hivyo inaonekana walikuwa matajiri. Lakini hii kanisa walipenda Mungu pasipo na chochote. I know your poverty. Yesu akasema I know your poverty, lakini kwangu nyinyi ni matajiri, maana katikati ya hiyo masikini mnapenda mimi mpaka kifo. You are ready even to die for me. Kwa hivyo unaweza kuwa
katika utajiri, lakini you are not ready to die for Christ. Lakini kuna mtu yuko ndani ya umasikini, lakini amejitoa. Na ndio sababu usijudge the servant of God in appearance of what he's wearing. Never judge the man of God with what he has. Praise the Lord. Maana uzima wa mtu haihesabiki na vitu aliyo nao. Inahesabika na Mungu aliye ndani yake. Inahesabika anabeba Mungu mkuu kiwango gani. Unaweza kuwa na mali na hauna Mungu. Lakini kuna mtu hana mali, lakini anabeba Mungu kuliko wewe. Kwa hivyo usimjudge, usimudharau na vitu anavyokaa. Akikuja kwenu kama hana gari, msihukumu na gari. Maana anaweza kuja na mguu na anabeba Mungu. Kuna mwingine atakuja na Prado na hana Mungu. Ni starehe na magari na maanasa. Aliacha Mungu zamani. So you must know ya kwamba Mungu hapimwi na vitu ndani. Mungu ndani yako hapimwi na vitu vya nje. Mungu aliye ndani yetu hapimwi na mambo tulio nazo. Hapimwi na magari. Haipimwi na utajiri. Mungu aliye ndani yetu ni Mungu. Na hawezi kumpima na vitu. Hadi kwamba fulani ana vitu, anaonekana na Mungu kubwa sana. No. Anaweza kuwa na Mungu kadogo sana. Lakini wewe usijidharau. If you are a believer of Christ, praise the Lord, stand and Jesus will stand with you. Yesu akasema ondoa uoga ya kuogopa kuteseka. Ondoa uoga, maana shetani amepanga mambo mabaya. Lakini simama, because I'm with you and I will reward you. Praise the Lord. So as a church, we need to stand like the church of Smyrna. We need to behave like that church. We need to walk with God with love that cannot be broken by afflictions, that cannot be broken by lack and poverty. Praise the Lord. I don't encourage poverty, but Jesus Christ said, I know your poverty. Kwa hivyo Yesu hakukataa Hawa kwa sababu ana umasikini. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unajua injili ya prosperity imetufundisha kwamba ili tujue una Mungu, uko na vitu. Sasa imekuwa tia kwamba vitu ndio inapima kama tuna Mungu. Na hiyo ni uongo wa ibilisi. That is not the truth. Praise the Lord. This church had God in it. Mungu alikuwa anakaa kwa hii kanisa. Mungu alikuwa anatembea ndani ya hii kanisa. Bwana asifiwe. Hata ndani ya umasikini wao na mateso mengi, Mungu alikuwa katikati yao. So God can be with us as this church. If we love him with a love that cannot be broken by lack of things, by afflictions, we cannot break our love with God. Praise the Lord. So Jesus wants us to walk like this church, and God will bless us so much. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako tu. Praise the Lord. This is how God wants us. The world is full of affliction. And I love Jesus. He said, the devil is planning more. You have not seen more. Some is coming. They had already passed through a lot of trouble. But Jesus said, there are some that is coming. Let me tell you, brother, the more you love Jesus, the more you are afflicted. The more you are reviled. The more you are hated. The more they will speak against you. The more you continue loving Jesus, the more the devil will hate you. And he will plan more afflictions against you. But Jesus Christ said, stand, and I will give you the crown of life that is given to them that love Jesus. Those who have overcome afflictions, they have agreed to pass through afflictions, and even they are ready to die for the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Inua mikono yako tu. Baba, katika jina la Kristo, tunakushukuru kwa mfano wa hii kanisa. Ulituambia katika hii revival tujifunze mambo mazuri ndani ya kila kanisa. Kuna wale ulikemea, kuna wale haukukemea, uliwatia nguvu. Bwana, tunagundua ya kwamba tunapotembea kwa njia zako tutateseka ndani ya dunia hii kama kanisa la Smyrna. Waliteseka kwa sababu ya kusimamia ukweli.
lakini uliposhuka ndani yao uliwatia nguvu na ukawaambia kuna mengi ibilisi amepanga ya siku 10. Bwana tunakushukuru, maana tunajua hizi nyakati wateule watateseka sana, wateule watakataliwa, wateule watatukanwa, jina lako litatukanwa kwa sababu ya sisi, lakini Mungu tutasimama na wewe. Bwana utupe mafuta ya kushinda majaribu haya, maana tukishinda umetuahidi ya kwamba you will give us the crown of life, and the second death shall not have power over us. Tunakushukuru Mungu, utusaidie tuwe kama hii kanisa, utusaidie tusimame kama kanisa la Semna, tusaidie Jehova, maana kuna mambo mengi shetani amepanga kinyume yetu. But I thank God we are victorious, we are overcomers, we are not failures. We are the blessed of God in Jesus mighty name. Na hatutawahi shindwa na hatutawahi ogopa. Jehova uinuliwe na utubarikie. Tunapopitia mangumu ukawe pamoja nasi, maana ulisema hautatuacha, utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Tunakubariki mfalme, tunakubariki Yesu. Asante, maana umesema walimshinda shetani kwa damu yako na kwa ushuhuda wa kinywa yao ya kwamba wameokoka, na Bwana hawakupenda maisha yao hadi kifo. Mungu utupatie roho kama hiyo, utupatie roho ya ushindi. Hata tunapopitia mateso, we shall persevere, we shall never give up, katika jina la Yesu Kristo. Tunajua kwamba mfalme ukamwambia Isaia ya kwamba kuna watu wanapanga maovu, lakini hawatasimama wala hawatafaulu. Chochote shetani anapanga kinyume huduma hii na kinyume la kanisa lako, haitasimama wala haitafaulu, haitatuangusha, haitatulemea, because Mungu uko pamoja nasi. Tunakataa uoga, tunakataa wasiwasi, tunajua God is with us. Haijalishi vita ile tunapitia, you'll never forsake us, maana ulisema utatushika na mkono wako wa kulia. Asante Bwana kwa kutupigania. Kesho tunaporudi tena katika ibada ya kesho, Bwana utubarikie. Tuna imani ya kwamba uko pamoja nasi. Asante kwa kanisa la 3 Pagamo, tunapokuja kuangalia, utusaidie na utupe ufunuo. Bwana nabariki watu wako wanaotutazama kwa runinga, na bariki maisha yao wakasimame katikati ya mateso, na Mungu wabarikie na taji ya uzima. Tunasema asante, maana umekwisha kutubarikia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, na kanisa liseme amen. Sema amen. Mungu akubarikie pale ulipo, pale unatutazama. Mungu akubarikie sana. May God bless you. May God bless you. Katika jina la Yesu. Amen.